Amani na rehema za Mwenyezi Mungu ziwe nanyi. Enyi walimwengu wana Adamu. Baada ya kipindi kirefu kidogo kutoa zile picha za Nabii Isa na Mama Mariamu ambazo zilikuwa ni kama zawadi kwa nabii wetu Isa. Baada ya hapo tumekuwa kidogo sijatoa zingine tena, kwa maana kwamba kama nilivyojulisha kwamba sasa tutaingia katika video za mkondo wa pili. Video za mkondo wa pili ninaziomba sana walimwengu muweze kuziangalia vizuri, kwa sababu lengo la Mwenyezi Mungu la kunitoa mimi kama msemaji wake na niliyekabidhiwa kila kitu ni kwa ajili ya msamaha mahofra. Nimesema kiama kitakuwa tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2050 na kitatokea nyakati za usiku baada ya sala ya Isha, kuanzia saa 2 kwenda huko, na kitadumu kwa saa 42. Sasa saa 42 nitakuja kuzitafsiri vizuri. Leo niende kwenye somo lenyewe, lakini nitakuja kuzitafsiri vizuri kama nilivyotafsiri miaka yenyewe ya kiyama. Kwa hiyo ulimwengu, haya ni mahofra kwetu sisi, kwa maana kwamba namna ya kusamehewa na kufutiwa makosa yamewekwa hapo. Kwa hiyo video ninazozitoa hizi ni kwa ajili ya walimwengu muweze kubadilika. Ninawaombeni sana na ninawahusia sana kwamba msije mkawa wagumu. Upande wa Christian msije mkawa wagumu. Njia ambayo ni sahihi ni hii ambayo ninawaelezeni. Na Waislamu naombeni sana msije mkawa wabishi. Mtakuwa wabishi kwa sababu tunaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho ambaye ni wa daraja la juu, na baada ya yeye hakuna mwingine tena. Tafsiri ambayo Muhammad mwenyewe ni kweli alisema, lakini alielewa vibaya. Sasa alielewa vibaya kwa sababu Mungu alipomweleza kwamba wewe Muhammad nimekupandisha daraja la juu na badala yako wewe hakuna mwingine tena. Lile ni daraja, kama nilivyotafsiri kwenye video za nyuma, lile ni daraja. Hakuambiwa kwamba wewe Muhammad ni mtume wa mwisho, badala ya wewe hakuna mwingine tena. Kwa hiyo mimi ninaingia kiundani kuwaelezeni. Kwa hiyo mnaweza mkawa wabishi, msisikie lolote lile kwa sababu tu Muhammad alitamka hivyo. Kwa hiyo ninaombeni sana. Kwa hiyo video ya leo itabidi muangalie vizuri. Sasa nitaenda kwa maana kwamba tuweze kujua lugha zetu ulimwenguni zilianzaje, alafu niingie kwenye picha za Mungu kwamba mimi ninayeongea ni nani. Maana mkiwa wabishi itakuwa ni ngumu. Sasa lugha zetu duniani zilianza vipi? Mwanzoni nilisema kwamba Mwenyezi Mungu wakati anaumba alikuwa anatumia lugha ya Kiarabu ambayo Waarabu wenyewe ndio wamekuja kuwarisisha. Kwa hiyo sasa nataka muelewe hizi lugha zetu hizi zilianzaje. Kwa hiyo sasa naomba sasa labda tuanzie hapa kwamba asili ya lugha zote duniani ni Kiarabu na Kiswahili. Kwa hiyo walimwengu hapa naomba muelewe vizuri, asili ya lugha zote duniani ni Kiarabu na Kiswahili. Sasa mimi nilishatamka kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni nambari 1 na mimi nambari 2. Sasa inawezekana mkawa mnakanganyika kidogo. Kwa hiyo leo nimeona niingie kwenye lugha ili muweze kuelewa. Lugha zilianzaje? Ni kule kuumbika kwa Mungu kulivyotokea. Kwa hiyo jinsi Mwenyezi Mungu alivyoumbika hadi akawa Mungu. Sasa zile herufi zile zimetokana na maumbiko yake. Hapa mtaona umbo hili hapa.
Hili ni umbo ambalo kwa Kiarabu tunaita yani unazungumzia rohoni. Nadhani masuala ya sekine na shada kwa wale ambao wamesoma mnaelewa. Sasa hii kila moja hii hapa. Kila moja hii hapa. Manake hii ni na hii ni sawa. Hapa naomba sasa muelewe herufi za Kiarabu jinsi zilivyoumbwa. Sasa hii ni nini? Kwamba Mwenyezi Mungu hayuko mmoja. Mwenyezi Mungu ni moja, lakini ametokana na vitu viwili ambazo ni hizi hapa. Kwa maana gani? Nilisema kwamba Mwenyezi Mungu ni ukungu. Kulikuwa na maji meusi na maji meupe. Na ndio maana kuna Y na X. Sasa Y ni maji meupe na X ni maji meusi. Kwa hiyo hivi vitu hivi vilijichanganya hivi, yani kwa mfano hivi vilikuja hivi. Hii ukifanya hivi maana yake ni nini? Hii ni zimeungana hapa. Katika kuungana sasa, hii moja hii hapa, hii ikaenda huku na hii ikaenda huku, ikatengeneza moyo. Ukatengeneza moyo. Sasa moyo ndo ulioumba kila kitu katika mwili wako. Mwanadamu anapogeuka akawa pande la damu, yani maji, manii, hadi hatua ya damu kuwa pande la damu na nyama. Sasa maana yake pale inakuwa imejitengeneza moyo. Moyo ndo unesukuma damu. Kwa hiyo unaposukuma damu, unasukuma maana yake ninaposema X na Y maana yake ni white cells na red cells. Kwa hiyo zinasukuma kwa pamoja. Kwa hiyo zinaposukuma kwa pamoja maana yake vile viungo vinakuwa kwa pamoja, in motion moja inakuwa. Kwa hiyo moyo ndio ambao unaratibu yani kila kitu. Yani mapigo ya moyo ambayo tunasema sekunde na kwenda sekunde 60, dakika nini. Kwa hiyo moyo ndio kila kitu. Naomba munielewe vizuri. Kwa hiyo moyo sasa, moyo wako huo Mwenyezi Mungu ameuita Adamu. Kwa maana kwamba yani kuna nukta hizi tunasema nukta 1, 2, 3. Kwa hiyo ukifanya hivi inakuwa ni nini? Inakuwa ni A. Yani maana yake hii hapa ukiweka hapa na hapa na hapa inakuwa ni kama herufi A. Kwa hiyo mtaziona kwenye picha sasa za mawe. Hapa naonyesheni tu katika hizi herufi zilivyoanzia. Kwa hiyo hii ilivyokuja huku na hii kaenda hivi maana yake inaitwa X. Kwa hiyo moyo wako unaitwa Adamu. Sasa Adamu maana yake ni nini? Adamu maana yake ni chembe nyeupe na chembe nyeusi, yale maji ndo ukamilifu wa Adamu. Kwa hiyo mtakuja kuona hapa baadaye kwamba Mungu anaitwa Adamu akishakamilika. Sasa moyo maana yake ni Adamu. Kwa hiyo A ilizaa A. Kwa hiyo kitendo cha Mwenyezi Mungu kuufinyanga udongo mfano wa mtu, manake ni moyo wake sasa aliupanda ili aupate moyo mwingine. Sasa nilielezea kule kwamba katika uumbaji wake alimuumba Adamu, lakini Adamu ambao umetoka katika mwili wa Adamu ni watu 5. Ndo wa kwanza jina lake linaanzia Adamu, ndo mimi. Wa pili D ambaye ndo Dansiri. Wa tatu ni Adamu mweupe ambaye ndo nyinyi mnamfahamu, na yeye akawekewa roho 2 tena za mwanamke mweupe na mwanamke mweusi. Mwanamke mweupe jina lake linaanzia na M, na yule mwanamke mweusi ana jina lake linaanzia na U, na hapo ndipo inakamilika Adamu. Kwa hiyo hizi moyo wako ndo jinsi ulivyo. Sasa
uumbaji wa moyo ulitengeneza herufi hii A ambayo ndo ninaelezeni. Yaani sehemu ya kwanza na hii sehemu ya pili. Kwa hiyo ilikuwa hivi. Kwa hiyo hii ukienda hivi ukafanya hivi ndo unakuwa moyo. Ndo maana moyo unaitwa Adamu. Kwa maana hii hapa. Na maandiko yani maumbiko ya Mungu yani anaitwa, yani kuna x kama nilivyosema, hii imeenda hivi na hii imeenda hivi. Kwa hiyo hapa manake ni x. Kwa hiyo Adamu anaitwa x. Na Mungu mwenyewe, yani katika msingi, nataka hizi herufi hizi ambazo tunazionaona hizi muweze kujua zilivyoanzia. Kwa hiyo Mungu anaitwa 1YC. Kwa maana ya C ni hii hapa niliyotamka iba. Yeye anaitwa 1YC. Alafu mimi Adamu naitwa 2XC. Mungu anaitwa 1YC na mimi ni 2XC. Naomba sasa hapa ulimwengu muweze kuelewa vizuri, na baadaye mtakuja kuelewa kwamba maumbiko haya yalikuwaje. Kwa hiyo Adamu na Mungu kwa pamoja tunaitwa ni 2U, yani 2B, yani herufi mbili hizi B, kama nilivyo tafsiri hizi hapa. Yani kwamba 2B hizi hapa herufi mbili. Kwa hiyo Mungu na mimi tunaitwa hivi. Ama manake mshale mmoja wa maji meusi na mshale mmoja wa maji meupe, kabla haijakutana, manake hapa imetengeneza herufi Y. Hiyo ndo maana ya Y. Sawa. Sasa hapa tunakwenda kwenye umbo bini Adam. Umbo bini Adam ndo hii hapa. Umbo bini Adam linakuja hivi. Alafu kuna huu mshale mmoja hapa, alafu kuna hii hapa. Sasa hii hatua ndo hatua ambayo labda nielezeni kwamba ili muweze kuelewa kwamba Nabii Isa pale mnaposema kwamba Isa ni Mungu siyo nini, hatua hizi ambazo ninawaelezeni hizi za lugha hizi, yani lugha zimetokana na maumbiko hizi herufi jinsi Mwenyezi Mungu alivyokuwa anaumbika mimi na yeye. Sasa Mungu ni mmoja, tunafanya hivi alafu tunakuja hivi. Manake Mungu ni mmoja, ametokana na herufi hizi. Sasa herufi hii moja hii ni Mungu na herufi hii hapa ni mimi. Manake hapa tunaweza kusema kwamba mimi ndo dunia, Mwenyezi Mungu ndo huyu. Sasa hizi herufi baadaye ukiweka nukta hivi, ukaweka hivi, manake hapa inatamkwa baba. Kwa hiyo niliwaelezeni kwamba baba manake ni Mungu na Adamu, Isa, Mungu na Isa na Mungu na Adamu. Ndo maana ya baba. Kwa hiyo Mungu peke yake anaitwa ba, na mimi peke yangu naitwa ba. Baada ya uzazi, yani ile Mwenyezi Mungu alivyo neno, tunasema neno. Kwa hiyo wakapatikana hawa. Kwa hiyo hii manake ndio inaitwa baba. Sasa hatua hii ya mwanzo ambayo nimeelezeni hapa hakuna Nabii Isa. Hapa ilikuwa ni chanzo cha Mwenyezi Mungu mimi na yeye. Kwa hiyo ndo tumeishia hivi hapa na hii. Sasa hii manake ni nini? Tunakwenda kwenye tafsiri sasa
muone kwamba hapa ni X na Y. Hapa hakuna Nabii Isa wala hakuna nani. Hapa ni Mungu na Adamu peke yake. Sasa twende kwenye hatua Isa na huyo mwingine ambaye hamumjui amepatikanaje. Ni hivi. Hili ni umbo. Naomba labda uniangalie mimi sasa, nitoe tafsiri kwamba mimi nikifumba mdomo, nikifanya nini? Hii inakuwa ni moja. Na hiki kilichoko hapa, hiki huo mstari ni kimshale kingine, ni moja. Kwa hiyo nataka leo ulimwengu mweze kuelewa kwamba pua yako hii hapa imekwenda hivi, ikaenda hivi. Sasa Mwenyezi Mungu alipokuwa naomba dunia, kichwa chako hiko, nilivyosema kwamba kichwa chako ni dunia, ni kichwa cha Mwenyezi Mungu. Alipomaliza kazi alienda juu. Kwa hiyo kichwa chako kimegeuzwa. Kwa hiyo ukikigeuza hiko kichwa, ndo utaona kwamba kikikalia huku kutakuwa juu. Sasa kikiwa huku juu, ndo hizi hapa. Kwa hiyo pua yako hiyo imeandikwa baba. Sasa hii ni nini? Hii ni alifu. Hii ndo alifu. Alafu hii ndo nini? Huyu ndo, yani huyu ni Mungu, alafu huyu ndo Adamu. Maana yake ni nini? Mishale hii hapa ambayo ninawazungumzia hivi. Yani ni hivi, huu ni mdomo huu hapa. Hii ni mdomo huu hapa. Alafu hii kilichokuja hapa ambayo nimeonyesha ni halifa. Maana kuna alif na halifa, nadhani mnaelewa. Yani kwamba ndio pale wanasema kwamba Adamu si wa kwanza. Maana yake kwamba kama ni Adamu ni halifa, maana yake kulikuwepo na wengine amerithi, lakini ni utaalamu ambao watu wamesoma, lakini bado hawajaingia kiundani, na hii ni siri ya Mwenyezi Mungu. Yani Mungu ni huyo mmoja. Maana yake kwamba mdomo wako ndo huu hapa, ndo na hii ni halifa. Sasa hizi pua hizi zimegeuzwa, yani maana yake Mungu ameenda amefanya hivi, amekwenda hivi. Sawa? Badala ya kwenda hivi, yani ukigeuza. Kwa hiyo hapa kuna tundu na hapa tundu. Kwa hiyo hapa walimwengu, pua yako hiyo, yani Mungu ameigeuza tu, iko hivi. Huu ni mdomo, hiki ndo kimshale kingine kile. Alafu ukifanya hivi hapa, maana yake ukilibwa hapa, matundu hayo, yani tundu lako loingia mawili hayo, hao ndo watoto. Maana yake ni Dansili na Isa. Sasa kama nilivyosema kwamba viungo vyako hivyo vimegawanywa pande mbili, mtakuja kuona katika mkondo huu wa pili kwamba mimi Adamu niko upande wa kushoto kwake na kulia ni mwenyewe. Kwa hiyo huku kulia, hii ya kwanza imezaa mtoto huyu ambaye ndo Isa, na mimi nimezaa huyu mtoto Dansili. Sawa? Hivi ndio. Kwa hiyo hii hapa nimetengeneza kama kichwa. Haya si macho. Sasa macho nilitafsiri. Jicho lako la kulia manake ni jua, na jicho lako la kushoto manake ni mwezi. Mwezi manake ni Mwenyezi Mungu, ni kifupi tu. Kwa hiyo mwili wako una maandiko. Mwili wako huo una maandiko. Kwa hiyo ndo maana ya pua. Kwa hiyo pua yako, hii pua, hii pua imeandikwa hivi, ni herufi hizo. Kwa hiyo maana yake hiyo ni baba. Kwa hiyo baba maana yake ni Mungu na Adamu. Sasa hivyo ndivyo ilivyo. Hizi ndo herufi jinsi zilivyoanzia. Sasa twende moja kwa moja kwenye hatua ya pili
muweze kuelewa kwamba herufi hizi za tunazozitamka hizi, labda nianze, kuna a, e, i, o, u. Yani manake niwapelekeni hivi kwamba Adamu ndo mwanadamu wa kwanza, ndo mimi. Mwilini mwangu wametoka watu wangapi? 5. Manake kuna a na yule wa mwisho mwanamke jina lake linaanzia na u. Kwa hiyo hapa walimwengu, na nataka niwajulishe tu kwamba herufi za Kiarabu zinatafsirika zaidi kwa Kiswahili. Yaani lugha zote duniani zinatafsirika vizuri kwa Kiswahili. Yaani Kiarabu kinatafsirika vizuri kwa Kiswahili na kinatamka kwa Kiswahili. Sasa hii nimesema ni baba. Sawa. Mwenyezi Mungu yuko kulia, mimi niko kushoto. Tunakwenda hivi. Tunaandika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kama mwezi nilivyotamka macho yako, kwamba jicho la kulia ni jua na mimi ni mwezi. Mwezi huo unatoka magharibi unakwenda mashariki, na jua linatoka mashariki kwenda magharibi. Hivyo kiitifaki. Sasa hapa ni kwa hiyo hizi herufi hazitamkwi kwa Kiarabu, zinatamkwa kwa Kiswahili, yani zinatamkwa kwa kiroho. Kwa hiyo manake hapa kwa Kiswahili mimi nitaandika hivi ba, na huku nitaandika ba. Manake mimi ninasoma hizi herufi kwenda kulia, na Mwenyezi Mungu ameziandika hizi kutoka kulia kuja kushoto. Hapa naomba muelewe kwamba lugha za Kiarabu kinatamka kwa Kiswahili, ndio maana unatamka hivi. Sasa kuna herufi hizi ambazo kwa Kiswahili tunaandika a, e, i, o, u. Hii maana yake ndio hii niliyesema kwamba Adamu huu ndo uzao wake wa kwanza. Yaani baada ya Adamu kumuumba, moyo ni mbegu. Kwa hiyo mbegu ukiipanda, punje moja ya mbegu, labda iwe karanga ukiipanda, kwa hiyo karanga haitatoa karanga moja, zinatoa karanga nyingi manaki. Kwa hiyo hata karanga moja ile utakuta ukimenya zitatoka 2, 3 mpaka 4. Na shina linatoka. Kwa hiyo mbegu inakuwa ni nyingi. Kwa hiyo moyo wako ni mbegu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipofinyanga udongo akapulizia roho, manake ile ni mbegu. Kwa hiyo mbegu ikazaa. Kwa hiyo ilizaa mioyo 5. Na ndio maana kwa Kiswahili tunaanza na a, e, i, o, u. Naona huu ni uzao wa kwangu mimi huu hapa. Sasa kama nilivyosema kwamba kuna Adamu na maana ya Adamu. Sasa twende hatua ya pili, muweze kuelewa kwamba hizi herufi zetu tunazozitamka hizi zilianzaje, yani imekuwa kwa vipi, ili muweze kuelewa. Kwa hiyo twende hatua ya pili muweze kuelewa vizuri.